Ejo, mambo vipi mtazamaji na msikilizaji wa Juice African Story? Young Lunya ameendelea kuthibitisha nafasi yake kama mmoja wa vinara wa kizazi kipya kwenye muziki wa rap baada ya kutoa ujumbe mzito kupitia ukurasa wake wa Instagram. Kupitia chapisho hilo, Lunya alitoa heshima kubwa kwa wakongwe walioweka msingi wa hip hop nchini, lakini alisisitiza kuwa sasa ni wakati wake wa kubeba mwenge na kuendeleza historia. Sishindani nao na waheshimu, lakini sasa ni zamu yangu kuinua hip hop ya Tanzania, aliandika Lunya, akionyesha dhamira yake ya kupeleka muziki huo kwenye viwango vya juu zaidi. Pamoja na maneno hayo yenye msukumo, Lunya aliashiria ujio wa kazi mpya kupitia picha yake ya Kanye West inayomuonyesha akiwa amevalia glaze kwenye meno. Ndani ya picha hiyo aliandika maneno mafupi lakini yenye maana: Freestyle Session 7. Freestyle Session ni mfululizo wa nyimbo ambazo Young Lunya amekuwa akizitoa kwa muda, akionyesha uwezo wake wa kuandika, kuflow na kuelezea maisha kupitia mistari. Kila session ina ladha tofauti, ikitambulisha ukuaji wake wa kisanaa na kuonyesha namna hip hop ya bongo inavyoendelea kukomaa. Kwa sasa Young Lunya anaonekana kutazama mbali zaidi ya ushindani wa majina. Anajenga ulisi. Ujumbe wake kuhusu kulisishwa mwenge unawakilisha kizazi cha wasanii wa kizazi kinachokuja na maono mapya, huku wakiheshimu mizizi ya muziki huo. So Young Lunya anazidi kufanya kile kitu ambacho kinahitajika kwenye muziki wa hip hop. Of course, muziki wa hip hop ulikuwa umeporomoka kwa asilimia kubwa sana katika nchi ya Tanzania like now. So ni mtu ambaye anataka kuinua yeye ashindani. So mara kwanza of course tulimshindanisha sana na Yankila na kuna vijembe fulani hivi. So ndo muziki wenyewe ambao unahitajika kwenye industry. Muziki lazima uwe na bifu ili uzidi kwenda mbele. So naweza nikasema kwamba naweza nikamkosoa kwa kusema kwamba ashindane. Of course kushindana ndio muziki. So like now tuendelee kuenjoy na kubang zaidi. Bye bye.